Man könnte über die Zeit und die Zeichen der Zeit, über die politische, über die religiöse, über die gesamte Entwicklung tungeliweza kujulisha kwa namna njema kuhusu wakati na alama za wakati. Tunaweza kujulisha kwa namna njema kuhusu mwendeleo wa kisiasa na mwendeleo wote wa kidini na mwendeleo wote kwa ujumla. Na kama tungeliweza kuwa na ushirika pamoja na Mungu, na kama tungeliweza kuwa wana wa Mungu, ingeliweza kuwa tu ni habari inayohusu kichwa chetu tu, na moyo na maisha ingeweza kuwa wazi. Lakini yote mbili ni ya lazima. Kwanza ni kwamba tuweze kupata njia ya kwenda kwa Mungu, tuweze kufanya mazoezi ya upatanisho ambao uliotimilika hapo Golgotha, na hivyo sasa kupitia Roho wa Mungu tuweze kuzaliwa upya kwa ajili ya tumaini iliyo hai, ili tuweze kuwa sehemu ya yale ambayo Mungu anayoanza kufanya na atakayomaliza pamoja na kanisa lake. Wazo hili nalo pia limegeuka kuwa la damani kwa ajili yangu kwa wakati uliopita. Ndiyo, kwa kawaida, kama vile andiko linasema, kila mtu alikufa ndani ya makosa yake na kupitia dhambi zake, kulingana na Waefeso sura 2. Na ijapokuwa hajue mwenyewe kwamba anakosa kitu fulani, anakuwa amekufa akizungukwa na mambo mengi ya kidini, lakini kwa namna ya kiroho anakuwa amekwisha kufa. Na ni kupitia utangazaji wa habari njema ndipo mtu anaamshwa, anapokea kujua dhambi na anaelewa kwamba alitenganishwa na Mungu na kuangamia, na hapo sasa anaweza kuita neema na wokovu ili aweze kufanya mazoezi ya Mungu yeye mwenyewe. Ndani ya mahubiri ya habari njema ni lazima sana, ili watu waweze kuamshwa kutoka ndani ya kifo chao cha kiroho na waweze kutambua kwamba Mungu hataki mtu akufe ndani ya dhambi, lakini anataka wote wageukie na waweze kuishi. Anasema ndani ya neno lake, yani nahitaji si kwamba mwovu aweze kufa, lakini aweze kugeukia na aweze kuishi. Nilikuja kondoo zangu ziweze kuwa na uzima na ziwe na uzima kwa wingi. Mungu hakuleta duniani imani fulani au dini, lakini alileta wokovu, akaileta kwa wanadamu. Kwa maana neema ya Mungu, chanzo ya wokovu kwa ajili ya wanadamu, imekwisha kuonekana kulingana na Tito 2:11. Leo tunahitaji kuweza kuzungumzia matokeo iliyo ya wakati huu. Kunafanyika mambo mengi, watu wa siasa wanashindwa hata kufuatilia habari, yote inatuvuka, wanakimbia nyuma ya matokeo ili waweze kuona kama watayashika. Yote yanafika mbele ya macho yetu na mambo mengi yanafanyika, hatungeliweza kuyajua. Pia ni kusema watu wengi hawangeliweza kuyawazia. Kizazi hiki kilikuwa kikiwazia kwamba vita ya baridi itaendelea na mstari ya kutenganisha inaweza kuvuka katika nchi na bara, na mmoja aweze kuwa adui mwingine, mashariki ikipingana na magharibi. Na tazama sasa, tangu muda fulani uliopita, yote imekuwa tofauti. Tunafurahi sana kwa sababu ya mwendeleo huu, lakini pia tunaweza kuyapanga kwa namna ya kibiblia. Tunatambua kwa namna iliyo wazi inakuwa saa gani kweli kweli, na nilikwisha kuiandika na niweza kuyazungumzia pia hapa, na tunaweza kutambua na kujua alama na mifano iliyo katika neno la unabii, na kwa uhakika kwa ajili yetu ni kitu cha lazima sana. Tunapaswa pia kufurahia neema hii ya Mungu, kwa maana wangapi wanaosoma maandiko matakatifu bila kuweza kujua na kupata uhusiano iliyo ndani ya maandiko na yale ambayo inayohusika. Na iruhusiwe hapa pia kuweza kushukuru Bwana kwa ajili ya kutumwa kwa mtumishi wake,
ndugu Branham, ambaye Mungu aliweza kutumikisha kwa namna njema na kwa namna ya kipekee ndani ya kizazi chetu. Inaomba kupatia Mungu haki na kuweza kuheshimu yale ambayo anayofanya na kuweza kumshukuru kwa ajili ya yote kwa moyo wote, ili tuweze kupata sehemu na kupata baraka ya ujao kwa yale ambayo Mungu anayofanya. Na ni hivyo kweli, kwa namna yote, yule anayetembea pamoja na Mungu ndiye anayeweza kubarikiwa. Mtu anayefuata Mungu, mtu anayepingana na kazi ya Mungu hataweza kushinda. Haitawezekana kuweza kusimama mbele ya Mungu. Natazama hapa neno moja ndugu Miller aliweza kusoma ndani ya nabii Isaya, na natazama hapa ndani ya Isaya 55:5. Nataka kusoma andiko fulani za Biblia ili tuweze kujua kwamba haihusu utangazaji uliopangwa na wanadamu, lakini tunasoma ndani ya maandiko matakatifu. Kwanza Isaya 55:5, kuanza kwa mstari wa 6. Mutafute Bwana angali anaweza kupatikana, mumwitie angali yeye ni karibu. Mstari wa 7, mtu mbaya aache njia yake, na mtu asiye haki aache mafikiri yake, na arudi kwa Bwana naye atamurehemu, na kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa kabisa. Mstari wa 8, maana mafikiri yangu si mafikiri yenu, wala njia zangu si njia zenu, Bwana anasema. Mstari wa 9, kwa maana kama vile mbingu ni juu sana kuliko dunia, hivi njia zangu ni juu sana kuliko njia zenu, na mafikiri yangu juu sana kuliko mafikiri yenu. Sana sana mstari wa 6 iliyosoma kwanza, mutafute Bwana angali anaweza kupatikana. Itaweza kushuhudiwa hapa karibu kwamba itatimilika na wakati wa neema itamalizika, na mlango utafungwa na watu watalilia milima na vilima vidogo, mutufiche mbele ya yule anayekaa kwenye kiti cha ufalme na mbele ya kasirani ya mwana kondoo, kulingana na Ufunuo sura 6 mstari 16. Tunataka kusoma andiko fulani za Biblia. Nataka kuonyesha tena mara moja hapa. Sio hitaji yetu ya kuweza kuogopesha watu, sio ya kweli, lakini kama hatuwezi kutoa hii onyo ya mwisho, ni kusema hukumu itakuwa juu yetu, kwa maana tuliyajua bila kuyasema na kuambia wengine. Ni kusema sasa tunapashwa, hata kama tunajifanya kama vile hatustahili kwa ajili ya hiyo, wakati tunapozungumza kuhusu mambo ya kiroho, tunaonekana kama vile watu wasio na maana. Hatuingizwe katika jamii, tunakuwa kama vile outsider na mambo mengine pia, lakini tunakubali hiyo yote kwa nia njema. Mara nyingi si pamoja na furaha, lakini tunaikubali tu kwa sababu ni mpango wetu tuliopangiliwa na Mungu. Lakini kwa mwisho itafunuliwa kwamba tuliamini Mungu, na Mungu atashika mkono taifa lake, au atashika mkono neno lake. Kwa mpande wake tuna uhakika kwamba neno lake halitarudi bure bila matokeo, lakini litatimiza yale ambayo lililotumwa. Kwanza, kama vile imekwisha kuonyeshwa, ni lazima sana ili kuelewa kwetu kwa kiroho kwa ajili ya maandiko iweze kuwa wazi, ili tuweze kuwa na njia ya kufikia kwa yale iliyo ya kiroho. Na wakati Paulo alipoandikia wa Korinto kwamba mtu wa mwili au mtu wa nyama hapoke yake au kuweza kuelewa mambo ya kiroho, kulingana na Wakorinto 2:14. Nikusema hiyo ingali tena hivyo hivyo leo. Waprofesa wakubwa wanaweza kuzungumza kuhusu maandiko kwa akili yao, lakini hawataweza kuelewa Mungu wala neno lake.
Nikusema hiyo inapaswa kufunuliwa kupitia Roho Mtakatifu, na hapo sasa ndipo tutaweza kuyaelewa na tutaweza kufikia kwa mambo haya ya kiroho na ya kiungu. Basi Mungu atupatie katika dakika hizi fulani, tunaweza kusema sasa, ndiyo, atupatie neema yake ili tuweze kuchunguza kidogo, tuweze kuona yale ambayo aliyopanga kufanya. Ujumbe au kichwa cha maneno ya leo inaweza kuwa ikipangwa kwa namna hii: ni kurudi kwa Yesu Kristo na utimilifu wa unabii wa kibiblia. Naamini kwamba pamoja na kichwa cha maneno hii tunagusa karibu sana kwa yale ambayo inayohusika sasa. Ni kweli kwamba tunaweza kutumainia sasa kurudi kwa Bwana, na hii sio kukubalishwa tu ambayo tunayosema tu kwa sababu inatupendeza au kwa sababu tunayataka, lakini hii ni ukweli ambazo tulizoweza kuonyeshwa ndani ya maandiko matakatifu na ambayo tunayoamini. Kuna andiko nyingi za Biblia ambazo tungeliweza kusoma, lakini hatuwezi kusoma zote, na ambazo ndani yake Bwana aliweza kusema waziwazi, kuna makao mengi ndani ya nyumba Baba yangu, na naenda kuwatarishia mahali, na nitakapokwenda kuwatarishia mahali nitarudi na nitawachukua pamoja nami, ili mahali nipo na nyinyi mweze kuwa pale, kulingana na Yohana 14 mstari wa 2 na wa 3. Na ni hivyo ndivyo inaandikwa ndani ya Yohana 14, na ndani ya Matendo ya Mitume sura 1 mstari wa 11 inaandikwa, huyu Yesu aliyepanda mbinguni katikati yenu atarudi kwa namna hiyo moja mlivyomwona akipanda mbinguni. Na kisha andiko nyingi za Biblia, Wakorintho wa kwanza sura 15 kwanza kwa mstari wa 15 na moja, Wathesalonike wa kwanza sura 4 kwanza kwa mstari wa 13, na andiko nyingine nyingi, Mathayo sura 25, zinazozungumza kuhusu hiyo kitendo kubwa na kitendo kilicho kubwa cha habari ya wokovu inayoitwa kurudi kwa Bwana. Na tungeliweza kuuliza swali kwanza, kunakuwa miaka 2000 wakiyazungumzia, waliangoja mpaka sasa haijafanyika. Sasa ungeweza kuuliza swali na kusema, sasa namna gani tunaweza kujua kwamba hii ndiyo wakati na sio kuna miaka 400 au miaka 200 iliyopita? Na hiyo ndiyo inahusika. Hii ndiyo inayotupatia uhakika na ukweli kwamba hii ndiyo wakati na sio mbele. Hiyo ndiyo inayohusika, na hiyo tunayoonyeshwa kwa namna iliyo wazi sana ndani ya unabii wa kibiblia au ndani ya utimilifu wake, na kwamba hakuwezi kuwa makosa. Na hiyo kwa sababu ya maelezo iliyo ya haki ya mambo ambayo yalikuwa yametangazwa mbele ndani ya maandiko matakatifu, kama vile matokeo itakayofuatana na hayo, matokeo itakayosindikiza kama vile alama ya wakati au pia alama ya mwisho wa wakati, au kuzungumza pamoja na maneno ya Bwana aliyesema, wakati maneno haya yatakapoanza kufika, munyanyue vichwa vyenu, kwa maana mnajua kwamba ukombozi wenu umekaribia, kulingana na Luka 21:28. Wale wanaojua neno, waliosoma mainjili na mabarua, wanajua wote yale ambayo inaandikwa ndani. Na hapo pia ni lazima sana, ili tusiweze kusoma tu yale inayoandikwa, lakini tuweze kuona iliyoandikwa ndani, ni kusema kwamba tuweze kuyaweka mahali ambapo ilipoandikwa, mahali ilipo na nafasi yake kweli kweli. Ndiyo maandiko matakatifu na yale inayotamkwa iko kama vile ni utajiri kubwa, inaomba kuiweka yote kwa nafasi yake wakati inapofanyika, na hapo sasa ndipo tunajua kwamba hiyo ni ya haki na ya kweli. Hapa kama vile nimesema, tutaweza kusoma andiko fulani ili tuweze kuona kwa namna iliyo wazi kwamba tumefika kwa wakati
ambamo unabii wa kibiblia unatimilika mbele ya macho yetu. Ningetaka nianze na barua ya Petro. Tunajua sote maandiko matakatifu, au nataka kuisoma Petro wa pili sura 1, kisha tutaweza kuingiza tena andiko nyingine ndani ya uchunguzi wetu wa neno. Petro wa pili sura 1 kuanza kwa mstari wa 19. Basi tuna neno la unabii lililo imara zaidi, na inawafaa ninyi kuliangalia kama taa inayong'aa katika pahali pa giza, hata mapambazuko na nyota ya asubuhi itasimama mioyoni mwenu. Mstari wa 20. Mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko unafasiriwa kama mtu fulani tu anavyotaka. 21. Maana unabii wowote haukuletwa kwa mapenzi ya mtu, lakini watu walisema yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Hii ndiyo chanzo ya mambo yote. Wakati napohusika kuhusu neno la Mungu na kuhusu sehemu ya unabii ya mpango wa wokovu wa Mungu wetu, Mungu alizungumza kupitia watu, na ndiyo maana waliweza kusema kwamba asema Bwana. Nasi ndani ya Biblia tuna neno la Mungu na sio neno la Musa au Eliya au Abrahamu au Isaya, lakini ndani ya ujumla wake wote ni neno la Mungu. Na Mungu aliweza tu kutumikisha vyombo, wachukua neno, watu ambao waliojazwa na Roho Mtakatifu, waliovuviwa, walioangaziwa, waliotumikishwa na Mungu ili waweze kutangaza tena na kuweza kuandika mpango wake wa wokovu hapa kwenye dunia hii. Na hiyo ili vizazi vyote vitakavyokuja viweze kuwa na uwezo ya kuweza kuhakikishwa kwamba Mungu hasemaki kitu fulani kwa namna tu unavyotaka tu, lakini alikuwa amesema yote tangu mwanzo. Nitakuwa kushukuru siku zote kwa ajili ya neno la Mungu ambalo lilo wazi kwa ajili yetu, kama vile taa inaong'aa mahali pa giza. Tungeliweza kufanya nini bila neno la Mungu? Muniambie. Hatungeliweza kuwa na mwongozo, hatungeliweza kujua Mungu ni nani, hatungeliweza kujua Mungu anataka nini, hatungeliweza kujua mpango wake ni nini, hatungeliweza kuwa na mwongozo kweli. Lakini sasa tuna neno la Mungu, na tena zaidi tunapokaribia kumalizika, na hivyo tena mambo ambayo Mungu aliyoahidi katika neno lake yanageuka kuwa wazi kwa ajili yetu, kama vile alivyoyatangaza, ikiwa kwa namna ya kisiasa au kwa ajili ya mataifa, kwa namna ya kizehebu au ya kidini, kwa ajili ya makusanyiko ya dini, kwa ajili ya makanisa, ikiwa kwa ajili ya Israeli, kwa ajili ya kanisa lote kwa ujumla. Tunapata yote ndani ya maandiko matakatifu. Inaomba kusema kwamba mambo mengi yaliweza kuandikwa kama vile mifano na katika mapicha, na mtu ambaye asiyejua mifano hiyo ya unabii au asiyejua maana yake na lengo yake atasoma maandiko matakatifu, na wakati anapomaliza hataweza kujua zaidi kuliko mbele. Lakini kama kwa neema ya Mungu tunaweza kusoma neno la unabii la Agano la Kale, na kama tunaweza kujua hiyo mifano, na kama tunaweza kuyaweka kwenye Agano Jipya, sana sana kwa kitabu cha mwisho cha Biblia, ndipo sasa tunaweza kusema kama vile Petro, na tunashika sana neno la unabii. Ni kusema hakuna kitu kilichobadilika,
lakini hiyo inabaki kuwa imara kama vile mwamba isiyotikisika. Ni kusema neno la unabii lililoweza kuachwa, tulioachiwa. Nataka kusoma kuhusu maneno haya, neno la Waefeso sura 3, Waefeso sura 3 mstari wa 4 na wa 5. Kwa maneno haya, wakati mnaposoma, mnaweza kutambua ufahamu wangu katika siri ya Kristo. Mstari wa 5. Siri hii haikujulishwa kwa wana wa watu katika vizazi vingine, kama ilivyofunuliwa sasa kwa mitume yake watakatifu na manabii katika Roho. Ni kusema inahusu kwamba Mungu anaweza kutufunulia mambo. Manabii na wa mitume walishota kwenye chemuchemu hiyo ya kiungu ya ufunuo. Leo tuko wale ambao tunaoshota, tunaoweza kushota kwenye chemuchemu hiyo ya kiungu ya ufunuo, na tunaweza kusema tukiwa na uhakika wa ujao bila kujiwazia kwamba leo tunaelewa waziwazi yale ambayo waliofunuliwa zamani, kwa sababu nasi tuliweza kuyafunuliwa, kwa sababu ni ile neno moja na ni yule Roho moja anaongoza katika kweli yote, kama vile Yesu alivyosema, atawaongoza katika kweli yote na atashika leo yangu na kuyawatangazia, kulingana na Yohana 16 mstari 13 na 15. Nasi pia tuliyafunuliwa kupitia Roho, kwa maana Roho anachunguza mambo yote, hata vilindi vya Mungu. Wakorintho wa kwanza sura 2 mstari wa 10. Iliyo njema ni kwa sababu katika utangazaji wa mambo ya kiroho ya neno tuna uwezo ya kuchunguza, sio mambo inayotupwa katika anga ili baadaye tuweze kungoja itakayofika, lakini mambo iliyojengwa inayodumu, kama vile neno la Mungu, na kama vile nimesha kusema, ambayo hakuna kitu kinaweza kutikiswa au kubadilishwa. Hiyo ndiyo njema katika neno la Mungu na tunayofurahia sana. Kama tunawazia kuhusu nabii Danieli, yeye ndiye aliyeona pia mwisho wa wakati. Aliona bahari kubwa ikitikisika, akaona ndiyo. Pia tunaweza kuona hiyo mfano wa kwanza, au wanyama waine wakitoka ndani ya hiyo bahari kubwa, kulingana na Danieli 7 mstari wa 2. Tungeweza kufanisha maneno haya nini kama tungeweza kujua mnyama anamaanisha nini katika neno la unabii wa Biblia? Nakumbuka vizuri kuhusu ufalme wa tatu au rashi ya tatu. Mimi mwenyewe nilikuwa nikivaa mavazi yao nikiwa na umri wa miaka 12, na kila wakati mtu wa muhimu alikuwa akifika kwamba hii ni bone kubwa, nikisema mnyama mkubwa, nikisema kila mtu alikuwa akijua kwamba ilikuwa ni mtu wa lazima, alikuwa na kitu fulani cha kusema. Kila mtu alikuwa akiwekwa pembeni, sivyo? Na tunaona kwamba waliweza kukamata njia hiyo wakaiweka katika mazungumzo ya ujumla. Nyama ndani ya Biblia inamaanisha nguvu. Inaweza kuwa nguvu nzuri au nguvu mbaya, inaweza kuwa ufalme, inaweza kuwa mtawala, lakini katika hali yote nguvu inatumikishwa. Kutumikisha nguvu inamaanishwa na nguvu, na mataifa mengi na kuwaka na kushilinganisha na wanyama, kwa mfano tai, chui, simba. Wakati unapozunguka katika ulimwengu unatambua namna gani pia mataifa zao kujipatia hiyo mifano. Waliyaiga kutoka ndani ya Biblia, waliyatosha ndani ya Biblia. Na wakati nabii Danieli alipoona hayo na alipojiuliza hiyo inamaanisha nini, ndipo akapokea jibu, na wale wanyama wakubwa waine ni zile ufalme ine zitakayotoka katika ulimwengu. Danieli 7 mstari 5. Akauliza tena, alitamani aweza kujua kuhusu yule mnyama waine, na sio kwa nyama watatu wa kwanza. Alitaka maana ya yule mnyama waine, na mimi nataka nijue. Ya tatu ya kwanza hainihusu mimi, hainioni, shakapita, lakini nataka niweze kujua tena zaidi kuhusu mnyama waine, kuhusu utawala wa mwisho wa dunia waine. Na hiyo kama vile kwa kihusu sana nabii Danieli katika wakati ule. Na mtu ambaye aliyesoma au anayesoma Ufunuo atatambua kwamba
mwonaji Yohana hakuweza kuona wanyama watatu wa kwanza, aliona yule wa mwisho tu. Ile ndiyo inatuhusu sasa katika hii wakati wa mwisho. Na hivyo sasa, wakati tunapoangalia mambo, hekima ya Mungu na namna alivyoweza kupanga yote, tunaweza kusema Mungu wangu, ona jinsi wewe ni mkubwa, wewe ni mkubwa. Kama vile nisha kusema, tunaweza kuwa na ufalme hizi. Ya mwisho ni ufalme ya Waroma. Iliitwa pia kwamba ni ufalme ya Waroma ya taifa la Ujerumani, wafalme walivikwa taji na mengineyo. Niweza kuandika kuhusu maneno haya. Hii kichwa inayoongoza ya hii utawala iliyoumizwa mpaka kufa ilipona mbele ya macho yetu. Natazama ufalme wa zamani wa Roma inarudi tena katika uzima. Na wakati Biblia inasema ndani ya Ufunuo sura 13 na kwamba ulimwengu mzima uko unaabudu yule mnyama, Ufunuo 13 mstari wa 3, kwamba hiyo nguvu ilikuwa zamani, haikuwa tena na kisha itaonekana tena, na ulimwengu mzima ukashangaa. Ndio, na sio sisi. Sisi tunasoma na tunasema kwamba andiko hili linatimika mbele ya macho yetu. Ndio, kwa upande mmoja tunaweza kushukuru, kwa upande mwingine tunaguswa sana kwa ndani, tunashangaa kwa sababu tunafika mwisho. Mnaona? Na iko hivyo kweli. Falme zingine zote zilizokuwa katikati ya wakati ule, na wazia kuhusu ufalme wa Waingereza iliyokuwa ikitawala nusu ya ulimwengu mpaka kwenye vita ya pili ya dunia, na kisha ikabomoka. Afrika yote nzima, Asia yote nzima, wote washaka kuwa huru, wote wangepasha kuwa na mamlaka yao wenyewe. Bila kunisikia vibaya, lakini leo tunaweza kusema kwamba hiyo Grand Bretagne imegeuka kuwa Petite Bretagne, ikisema Uingereza ndogo. Na wakati tunapochunguza hiyo kwa namna njema chini ya nuru ya utimilifu wa unabii wa Biblia, yote yangepasha kufika ili ufalme wa Roma uweze kutokea tena. Falme zingine zote zimepasha kubomoka na kuweka nguvu zao chini ya hiyo nguvu ya mwisho mpaka maneno ya Mungu iweze kutimilika. Ufunuo 17 mstari 13 mpaka 17. Na hivyo ndivyo tunayaishi sasa, ndiyo ndani ya hii wakati wa mwisho, na sio utawala wa mwisho ulibomoka, lakini tunaona sasa tangu miezi iliyopita, katika mwaka huu uliopita, kwamba hii utawala wa Sovieti pamoja na hizi nchi 15 nazo ziko na bomoka kidogo kidogo, na utawala kubwa inageuka kuwa ndogo. Kwa sababu gani? Ili hii nyumba ya Ulaya iweze kutokea hapa Ulaya katikati, kama vile imekwisha kutabiriwa na kusemeka katika neno la unabii. Falme zingine zote zilizokuwa kubwa, zilizokuwa kwenye dunia hii zitakuwa ndogo zikilinganishwa na hii utawala wa ulimwengu ambao ndio ujitengeneza sasa. Lakini hatutaki kwenda katika maelezo juu ya maneno haya sasa, kwa sababu kazi yetu ni hii, ni kuweza kutambua kupitia alama za wakati ni tumefika katika kiwango gani na kwa namna gani kuja kwa Bwana imekaribia. Tuliweza kuyatambua sasa ndani ya hii eneo ya Golf. Nilisema tangu siku ya kwanza wakati kushambulia ilipofanyika huku kwamba ilikuwa haihusu Kuwait, ilikuwa inahusu kuweza kuamsha kitu fulani ili nia ya ulimwengu mzima iweze kugeukia siku moja kwa ajili ya Israeli na kupingana na Israeli. Kama vile sema, watu wa siasa walielewa hayo, walielewa kwamba ilikuwa haihusu Kuwait au kuhusu Hussein, kusema Saddam Hussein, lakini ilikuwa inahusu zaidi ya hayo. Ilikuwa inahusu mitumikio, ni kusema kuweza kutangaza mwisho wa mwisho na kuweza kuamsha ulimwengu mzima kwa ajili ya kuamka kwa ajili ya taifa la Israeli lililorudi katika nchi yao. Niliweza kuwa na hitaji ya kuweza kutuma kwa watu wa siasa kupitia maandiko ya Musa na Yoshua.
maandiko inayosema kuhusu mipaka iliyowekwa na Mungu kuhusu Israeli, na hiyo haina maana wakati unaposema kwamba inakuwa ni udongo unayokamatwa kwa nguvu au inayokamatwa kwa nguvu. Wanapaswa kukikamata tena kwa upande wa mashariki wa Yordani, eneo ambayo Mungu aliyopatia makabila 2.5. Israeli ingali mbali kuwa kubwa kama vile Mungu alivyokuwa ameyapanga mbele, na hiyo ndiyo nchi ambayo Mungu yeye mwenyewe aliweza kuweka mipaka yake mwenyewe. Lakini ili uweze kuvuta kitu fulani, ndiyo na kuweza kutumikisha siku fulani kama vile ili uweze kuleta kosi mapigo kubwa, lakini inayohusu hali ya sasa tunapaswa kufanya tofauti. Sasa mambo yako nafanyika huko Basora. Nani anayejua Basora inamaanisha nini katika Kijerumani? Inamaanisha paradiso, na ni hapo ndipo kulipokuwa paradiso. Ni hapo ndipo kunaanzia hiyo mito ine kama vile tunavyoyaelezwa ndani ya Mwanzo sura 2. Basora inamaanisha paradiso, na kama vile nilivyosema, hiyo inaanza huko katika eneo hiyo, lakini kulingana na Yerusalema iko kwa upande wa mashariki, na itafanyika huko kaskazini mwa Yerusalema. Unaweza kusoma mara 3 ndani ya nabii Ezekieli, lakini inayofanyika sasa iko matayarisho na kuingizwa kwa mambo hayo ya ulimwengu inayosemeka, inayoandikwa kwamba kitu fulani ndani ya maandiko matakatifu, na pia kuhusu vita itakayoleta kifo kwa watu watakao kufa wakingali wanasimama kwenye miguu yao, na hii kugawa mamaski ya gazi. Naweza kucheka juu ya hayo. Watu wako na wazo kuhusu yale inayoandikwa ndani ya Biblia, na mnajua pia matayarisho juu ya hayo. Mungu anapingana na hayo, na hizo ni makampuni za Ujerumani iliyofanya mambo hayo yote huko. Pia mwisoma hayo, ni kweli waliotengenezwa ndani ya Ujerumani haya kwa nchi yetu, lakini kama ilisema katika Zekaria 14:12, na hii ni tauni Bwana atakayopiga nayo mataifa yote waliopiga vita juu ya Yerusalema, nyama ya mwili wao itaharibika wangali wanasimama juu ya miguu yao. Na ni hivyo ndivyo nabii Zekaria alikuwa amekwisha kuyatangaza tangu mwanzo ndani ya unabii wa Biblia. Wakati wangali wanasimama kwenye miguu yao, mwili wao utaanguka na kuharibika. Naendelea kusoma, na macho yao yataharibika ndani ya vitundu vyao, na ulimi wao utaharibika kinywani mwao. Inaomba kuwazia kwanza hayo. Mtu aliyesoma kuhusu maneno ya Hiroshima anajua mambo fulani kuhusu maneno haya, lakini hapa itakuwa tena ni hatari kuliko haya. Itakuwa ni hatari sana. Itendo itakuwa ya hapo hapo, na watu wataweza kuanguka wakivaa mamaski yao ya gazi, na macho yao na ulimi yao itaharibika wakati wanapokuwa wakisimama, na hayo yote yatafanyika hapo hapo itafanyika, na hakutakuwa kupona. Mnaona, Mungu aliyasema hivyo ndani ya neno lake, na leo watu wanaweza kuyaona kwamba hayo yatafika. Na wakati maandiko matakatifu yanasema kwamba Mungu atakuja yeye mwenyewe na kupigana na kwa mvua ya mawe na yote inayofuatana hiyo, atamaliza inayobaki. Na kitu moja ni cha lazima ya kujua pia, wakati wanapozungumza kuhusu vita takatifu, neno hilo liko ndani ya nabii Yoeli, imeandikwa waziwazi hivyo. Naweza kuwasomea hiyo kwamba, nataka kuwasomea hapo kwamba hapo inaitwa kwamba ni vita takatifu, na inaandikwa ndani ya Yoeli sura 3 mstari wa 9. Yoeli sura 3 kuanza kwa mstari wa 9. Tangazeni maneno haya katikati ya mataifa, tengenezeni vita, amsheni watu hodari, watu wote wa vita wakaribie wapande, watu wote wa vita na mengineyo.
na mengineyo. Ni Yoeli 3 mstari wa 9 na wa 10. Na kisha inasemeka hapa kwenye mstari wa 12, tuko ndani ya Yoeli sura 3. Mataifa yaondoke wapande kwa bonde la Yosafati, kwa maana nitakaa pale kuhukumu mataifa yote ambayo yananizunguka. Na hiyo atafanyika kweli, na inayofanyika sasa ni imekwisha kutayarishwa kuweza kuvuta nia ya hiyo vita ya mwisho. Na mnajua mimi mwenyewe nilikuwa katika eneo hiyo, nilikuwa Kuwait, huko Jordani, Misri, Syria, Libanone na mahali pengine. Najua sana eneo hiyo, na mnaweza kukamata karte yenu ya geografia, ndipo sasa mnaweza kutafuta Israeli kidogo, mweza kuipata pembeni tu kidogo, na kisha wakati mnapoona hiyo eneo kubwa ya ulimwengu ya Waarabu, kuna nafasi kwa ajili ya mamilioni wengi. Sasa kwa sababu gani hawataki wa ndugu wengine hapo? Hiyo yote ni siasa. Naweza kuona pia hiyo kwenye upande wa amani huko Jordania, na pia kambi ya Wapalestini inalindwa huko, na ijapokuwa Mercedes kubwa inasimama pembeni na maanteni ya matelevision yote inasimama pale ikiangaza mpaka mbinguni, lakini watu wanapaswa kubaki pale ili waweze kusema kwamba na wasimu, unaona, wangali hapa pale ya kuwapatia uhuru wao kutafuta wao wenyewe nchi yao na makao yao na mengineyo. Lakini kama sema hata kuingia mbali ya mambo haya, lakini naomba iwe hivyo ili mwengu mzima uweze kuamka, uweze kusema sasa Israeli sasa kitu kale kinawashika sasa na wasi. Tuliweza kusikia pia maamuzi ya Umoja wa Ulaya na pia wa Marekani nao waliweza kuchagua juu ya maamuzi hayo, na inakuwa kama vile ya kusumbusha wakati tunaposikia yale ambayo Waisraeli waliofanya, na kisha hautasikia yale ambayo wengine walifanya. Sikuweza kuyaona mimi mwenyewe, lakini iliweza kusemeka katika mahabari kwamba kulikuwa vitunga vilivyojaa mawe huko juu ya maukuta, na kisha vikatupwa chini, lakini vitunga viliwekwa huko juu, na ambayo walikuwa wakitupa mawe toka juu. Hakuna mtu anayezungumzia hapa duniani kuna uzalimu kama vile haijawahi kuwa katika wakati wa mbele. Na pia ndani ya mahabari kuna kama vile wanashindwa kuwa wazi. Kwa yangu unaweza kukasirika juu ya hayo, naweza kuona kwamba kuna masababu inayokuwa nyuma hayo bila kuweza kuwa na hekima ya Solomono. Na hivyo sasa mambo yanafanyika katika siku zetu kwa namna, na mambo hayo yanaonyesha mwisho, na mwisho unakaribia. Tulisoma mara nyingi ndani ya Mathayo sura 24, ndani ya Luka sura 21, ndani ya Luka sura 17, na andiko tofauti ndani ya maandiko matakatifu zinazozungumza kuhusu siku za mwisho na wakati wa mwisho. Na pia ndani ya barua ya wamitume Paulo aliweza kuzungumza kuhusu siku za mwisho ndani ya barua kwa Timotheo. Timotheo wa kwanza sura 4 kuanza kwa mstari wa kwanza. Timotheo wa kwanza sura 4 mstari wa kwanza. Basi Roho anasema waziwazi ya kwamba katika nyakati za mwisho watu wengi watajitenga na imani, wakisikiliza roho za kudanganya na mafundisho ya mashetani. Mstari wa pili, wakisema uongo kwa udanganyifu, wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe. Mstari wa tatu, wakikataza watu kuoana, wakiagiza watu wakatae vyakula Mungu alivyoviumba. Mpaka kwenye mstari wa tatu. Kwa namna nje hii ni nzuri, lakini Mungu anaona kama vile ni kitu mbaya, na yale ambayo inaonekana kwa nje inayohesabia kama vile takatifu na ya utawa, lakini Mungu anahesabia hapa kama vile ni mafundisho ya mashetani. Na pia katikati ya waamini
kuna watu wazuri sana. Wakati tunaposikia kisemeka kuhusu watu fulani, kuhusu ndoa kwa mfano, kama vile andiko hapa kwamba wanakataza watu kuoana, mnajua kwamba Mungu aliagiza hiyo kwa mwanzo, na alisema kwamba si vema mtu wawe peke yake. Mwanzo 2:18. Nani anayeweza kubomoa agizo ya kiungu? Ingine yote ni maneno tu ya juju, lakini si shurti. Shurti ni kwamba mtu asiwe peke yake. Mungu alimuumbia msaidizi, lakini wakati kusanyiko yote nzima na watu wengi wanapowaza kwamba si vema kuoana, hiyo inasemea kama vile ni dhabihu fulani ya kipekee, lakini Biblia inaagiza kwamba, inaeleza kwamba hiyo ndio tofauti katika andiko tulilosoma ndani ya Timotheo wa pili sura 3, inaandikwa kwanza kwa mstari wa kwanza. Timotheo wa kwanza sura 3 mstari wa kwanza. Lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari, kwa sababu watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, mpaka kwenye mstari wa pili. Na hapa kuna orodha ndefu, na mtu aliye na wakati anaweza kuyasoma na kuweza kuyaona, na hiyo iko inatimika mbele ya macho yetu. Hakujawahi kuwa wakati kama huu. Naweza kukumbuka vizuri wakati wa zamani, ndani ya wakati wetu walikuwa wakisalimia kila mtu wakati wa mchana, umjua au hapana. Wakati mtu fulani alikuwa akipita mbele ya mwingine, jambo, habari. Leo kila mtu anaweza kupita mbele ya mtu yoyote, mtu ajue mtu mwingine hata hawezi kumuona. Wakati umebadilika kweli, kila mtu amegeuka kuwa adui wa mwingine. Nikusema uovu utaongezeka, upendo ya watu wengi itapoa, na itakuwa hakutakuwa kwa ajili ya imani pia. Na ndio maana atasema kwamba lakini wana wa mtu atakapokuja atakuta imani duniani. Leo wanaamini mambo yote, aina ya mambo. Wanaamini papa, wanaamini makanisa, wanaamini waaskofu, wanaamini mambo mengi, lakini hawaamini Mungu, na hiyo ndio lazima kwao. Na wale ambao wanaoamini Mungu wako na mashaka kuweza kumwamini, ni kusema kuamini yale ambayo aliyosema katika neno lake. Inatuleta katika Yohana sura 7, wakati Bwana aliposema, yeye anayeniamini kama vile maandiko matakatifu yanasema, mito ya maji ya uzima itatoka ndani ya tumbo yake. Imani ndani ya Mungu ni ya lazima, lakini inaandikwa ndani ya Yakobo kwamba pia mapepo zinaamini na zinatetemeka. Yakobo 2:19. Haitoshi kuweza kuamini Mungu, lakini kuweza kuamini yale ambayo Mungu aliyotuambia katika neno lake, ili sasa tuweze kupatia Mungu haki yake na tujipange kwa pande wake, tuweze kupingana na yeye, lakini tupingane na adui na tuweze kunyenyekea chini ya Mungu. Ndiyo, kuhusu mambo yanayolingana na wakati wa mwisho tushaka kuyasema mara nyingi, ikiwa tetemeko ya dunia, njaa, vita, matetezi ya vita na kila aina ya ugonjwa na mambo mengine. Tunaposoma sasa mahabari kwa namna ambayo maugonjwa iko naongezeka mpaka kwenye ugonjwa wa ukimwi, yote inaongezeka. Hakuna ugonjwa, hakuna matunzo, hakuna jibu. Ni nini? Inaweza kuwa tena hatari sana kwenye dunia hii. Na wakati Bwana aliposema iliyofanyika katika wakati wa Noa itafika kwa siku ya Mwana wa Mtu, na iliyofanyika katika siku za Sodoma na Gomora, ndipo tunaweza kusema kwamba Bwana ulisema kweli. Na iko hivyo sasa, imegeuka kuwa tena hatari sana kuliko jinsi ilivyokuwa mbele. Uoga wa Mungu umetoka ndani ya watu. Sura ya utawa ya nje imebaki, dini imelindwa kwa nje, lakini ndani uhusiano pamoja na Mungu haiko tena. Na ndio maana kama vile imekwisha kusemeka kwa mwanzo, ya lazima inakuwa kwamba watu waweze kuwekwa katika uhusiano kupitia utangazaji wa habari njema pamoja na yeye anayehusika ndani ya mahubiri, ni kusema pamoja na Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa maana siyo habari njema tu, lakini ni habari njema ya Yesu Kristo Bwana wetu, na hakuna ingine. Na hivyo habari njema hii itahubiriwa kwa mataifa yote kuwa ushuhuda, sawa sawa na Mathayo 24:14. Mwazie kwamba naweza kamata Biblia hii na kisha ninaenda huko Salzburg
kwa askofu fulani ambaye aliye na kusanyiko kubwa ya watu wa Salzburg na kanisa la Roma pia. Sijui ni watu wangapi wa Salzburg ambao walio wa kanisa la Roma, lakini itakuwa tena vigumu sana kuweza kupata chumba, na kama leo haupate sehemu kwenye meza yao mazuri, hautapata nafasi na watakuonyesha mlango, na kwa mwisho utashikuta akose mahali fulani ndani ya barabara kwa ajili ya kuhubiri habari njema. Lakini yale ambayo nataka kusema ni hii: kama leo tunaweza kupiga kwenye mlango ya makanisa tukiwa na mahubiri ya kweli ya neno la Mungu, na wauliza wamama na wababa, ndugu na dada wapendwa katika Kristo, nani anayeweza kutufungulia mlango kwa ajili ya hiyo? Kama vile ilivyokuwa katika siku za Yesu, na iko tena hivyo leo. Hawataki Mungu mahali ambapo wanamhitaji. Pia hata watu wa siasa wanasema jina lake na wanasema andiko za Biblia, na pamoja na yeye aliyesema neno hilo hawana hata uhusiano pamoja na neno hilo. Lakini tunaishi katika wakati ambamo dini, nguvu zinakutanana pamoja na utawala wanafanya sauti njema. Ninakumbuka mwanaume mheshimiwa Ratzinger, niweza kusikia matamshi yake fulani aliyekuwa akisema kwamba watu pia wanapingana. Hiyo ilikuwa inahusu nini? Inahusu kwamba pia nguvu zote zinaungana, lakini bila Kristo, bila kichwa. Ndani ya hiyo umoja kubwa, Kristo haiko kichwa, lakini hataki kuyasema kwa sauti kubwa, lakini unaweza kuisema kwa nao sauti kidogo. Lakini hiyo yote na hiyo mitumikio yote itakuwa na mwisho wake. Kristo ana macho yake juu ya kundi ndogo. Musiogope enyi kundi ndogo, kwa maana baba yenu aliona vema kuwapatia ninyi ufalme. Luka 12:32. Na ndani ya kundi hiyo kidogo, yeye ndiye iko na mamlaka, yeye ndiye mchungaji. Kundi ndogo ndiyo kondoo za zizi lake, anawaongoza, anawalisha, anawakonyesha, anataka waweze kuwa na uzima na waweze kuwa na uzima kwa wingi. Kutakuwa katika hii wakati wa mwisho mambo mawili ndani ya hali ya kiroho. Kutakuwa umoja wa makusanyiko yote ya mahimba madhehebu yote, wataingia katika umoja wa madini ya ulimwengu mzima. Na tunajua leo nani ambaye aliye na neno la mwisho. Hawataweza kuamua wao wenyewe, ishakaamuriwa tangu zamani, ishakaamuriwa. Lakini kutakuwa pia kundi ndogo, kama vile nisha kusema, kanisa la Yesu Kristo, ambalo kwa kukubalishwa na kwa sababu liko na tabia nyingine, kusema tabia ya Yesu Kristo, hawawezi kufuata hiyo mitumikio ya kisiasa ambayo iko na sura ya utawa. Kundi hiyo ndogo itahesabiwa kama vile hawastahili kukubaliwa katika jamaa na katika jamii, kwa maana ulimwengu ingeweza kupata sehemu katika mambo hayo yote. Mambo hayo itakuwa nzuri ya kupendeza kwa kiwango ambayo mtu ambaye hapati sehemu katika mambo hayo atahesabiwa kama hana akili yake timamu, kuona gisi atakataa kukamata sehemu katika mambo kama hayo na kisha kuikataa. Lakini tutambua kupitia neno hili la Mungu ni kitu gani kinachohusika, na sio salama ya nje ambayo watu wa siasa wanaoweka sasa na ambayo itakayobarikiwa, lakini inahusu salama ya Mungu. Inahusu salama ya Mungu ambayo Paulo anaandika katika Waroma, tukiwa tumehesabiwa haki kupitia imani, tuna salama pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Waroma 5:1. Mtu anayetengeneza salama bila kupata salama pamoja na Mungu kupitia Yesu Kristo anapaswa kungoja hii kwamba ni salama ingine ya utawa iliyotayarishwa kwa ajili ya kuhukumiwa, lakini salama pamoja na Mungu kupitia Yesu Kristo Bwana wetu ndiyo nayo dumu milele na milele, na inadumu hata milele na milele. Amina. Kwa ajili ya hiyo pia, lakini hiyo nayo hatungeweza kuyasema kwa sauti kubwa, kwa sababu kama vile kusemeka, wanatumikisha jina la Yesu ili
waweze kuonyesha mbele ya watu sura ya utawa na kisha waweze kuonekana kama vile wako wazuri. Katika neno hili ambalo tulilosoma, tunaweza kuongeza tena andiko nyingine za namna kwa namna fupi, au kuweza kuzisema. Inahusu sasa kuweza kutambua ahadi ambazo Mungu alizopatia waamini, na pia kama vile kuna matarajio katika mwendeleo wa kisiasa na wa kidini, na pia kuna mahubiri au matarajio kwa ajili ya kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kwa mfano wasema kwamba alipasha kutuma nabii mbele ya siku kubwa ya kuogopesha ya Bwana. Na pia andiko hii nataka kusoma sasa ili wote waweze kujua kwamba imeandikwa hivyo ndani ya Biblia. Petro wa pili sura 3 mstari wa 10. Petro wa pili sura 3 mstari wa 10. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwizi. Katika siku hii mbingu zitatoweka na sauti kubwa, na vitu vya asili vitayeyushwa kwa moto mkali, na nchi na kazi zilizo ndani yake zitateketezwa. Si mimi ndiye niliyesema maneno haya, lakini ni Mungu ndiye alisema katika Agano la Kale na katika Agano Jipya. Ndani ya Malaki, nataka kusoma Malaki sura ya mwisho. Hapa imeandikwa Malaki sura 4 mstari wa kwanza. Kwa maana tazameni, siku inakuja, inawaka kama tanuru, na wenye kiburi wote na wote wanaotumika uovu watakuwa kama makapi makavu, na siku itakayokuja itawateketeza. Na siku hiyo inakuja katika kipimo ambamo siku ya neema na siku ya wokovu inafika mwisho wake, na inafika mwisho wake. Niliandika ndani ya kitabu hii kidogo inayoitwa Maono ya miaka 1700. Naomba kila mtu aweze kubata kitabu moja, lakini mbele ya Mungu siku moja ni kama vile miaka 1000 kwetu. Ni hivyo ndivyoandikwa ndani ya Agano la Kale na ndani ya Agano Jipya. Zaburi 90 mstari wa 4 na Petro wa pili sura 3 mstari wa 8. Na wakati tunapoona jinsi Mungu aliumba mbingu na dunia siku 6 na akapumzika siku ya 7 na akatakasa siku ya 7, akapumzika katika kazi yake yote. Na hivyo sasa tunakaribia sasa karibu ya miaka 6,000 tangu Adamu. Mwaka wa 7,000 itakuwa kama vile neno la Mungu nikusema Ufunuo 7, utawala wa miaka 1000 ya salama ya Kristo kwenye dunia. Na hivyo sasa miaka 2000 toka Adamu mpaka Abrahamu, na miaka 2000 tangu Adamu mpaka Kristo. Na hivyo sasa tunakaribia, inafuata sasa hiyo miaka 2000 ya tatu inayobaki, na hapo sasa mwaka 7,000 itakuwa ni utawala wa miaka 1000, na wakati utaingia katika umilele. Tunafika kwa namna ya ujumla ndani ya kizazi cha mwisho, na hakuna mtu anayejua kuna baki tena miaka ngapi. Hakuna mtu sasa kuwaza kwamba hii inabaki tena muda fulani, kwamba kuna baki miaka fulani, hiyo ni kushidanganya. Na kisha tena kusema kwamba sina cha kufanya, sitatumika tena, kwamba iko kama hivyo. Sasa kama kubaki wakati tena, hiyo nayo ni uongo. Inaomba kubaki kawaida, kugeukia Mungu, kuishi kwa ajili ya Bwana, kumtumikia, kumfuata, kushaacha kutayarishwa kwa ajili ya siku ya utukufu ya Bwana, au kwa ajili ya siku ya utukufu ya Bwana. Hiyo ndiyo agizo ya saa, sio kugeuka kuwa wapumbavu na kisha kuingia katika barabara ukisema kwa namna ya ujinga, lakini kubaki kuwa wazi na kawaida mpaka mwisho. Tuliyasoma hapa, kwa maana tazama siku inakuja, Malaki 4 mstari wa kwanza, na ni hii siku ya Bwana, nayo itawaka kama vile tanuru. Sana sana kuhusu siku ya Bwana kuna andiko nyingi za Biblia ndani ya Agano la Kale na pia ndani ya Agano Jipya. Moja iliyo ya nguvu ndani ya Agano la Kale iko ndani ya Isaya sura 13. Na ningetaka niweze kusoma andiko 2 au 3. Isaya 13 kuanza kwa mstari wa 6. Pigeni kelele kwa sababu siku ya Bwana ni karibu.
itakuja kama kuharibu toka kwa Mwenyezi. Kwa sababu hii mikono yote italegea na moyo wa kila mtu utayeyuka, na watafadhaika, uchungu na huzuni zitawakamata. Watakuwa na uchungu kama mwanamke aliye karibu na kuzaa. Watashangaliana wao kwa wao, nyuso zao zitakuwa kama ulimi wa moto. Naomba kujua katika hali gani hii inasemeka hapa sana sana kuhusu siku ya Bwana na yale ambayo itakayoambatanishwa na siku hiyo ya Bwana. Ningetaka nisome tena hapo, na hiyo ndani ya nabii Yoeli. Ndani ya nabii Yoeli tunasoma kwenye sura Yoeli sura 2, na mtaona kwamba siku ya Bwana ilishakaambatanishwa na kupangwa kwa majeshi kubwa, kama vile mmekwisha kuanza kufanyika sasa. Na si mimi ninayesema, lakini neno la Mungu ndilo linatuambia hapa, na ningetaka nisome sasa kwa namna iliyo wazi hapa. Yoeli sura 2 kuanza kwa mstari wa kwanza. Pigeni baragumu kwa Sayuni, pigeni haraka za hatari katika mlima wangu mtakatifu. Wenyeji wote wa nchi watetemeke, kwa sababu siku ya Bwana inakuja, kwani imekaribia, siku ya giza na weusi au giza, siku ya mawingu na giza kubwa, kama mapambazuko yalivyotandwa milimani. Watu wengi ni wenye nguvu, hawakuwa mbele sawasawa na wao, wala hawatakuwa wengine nyuma yao hata kwa miaka ya vizazi vingi. Yoeli 2 mstari wa kwanza na wa pili. Ikilingana na siku ya Bwana inasemeka ndani ya hiyo maneno mamoja ya kupangwa kwa vita na majeshi ambayo itaweza kufanyika tangu, ambayo ilikuwa bado kufanyika katika hali kama hiyo, kama isemeka katika sasa hivi. Yote inaonyeshwa kwa namna hiyo, na kama mtu anawaza kwamba tuko hapa kwa ajili ya kuweza kuamsha hali ya woga katika watu, amejidanganya. Na tuweze kunyamaza pia yale ambayo tunayotambua kupitia msingi wa neno la Mungu. Inapaswa kutangazwa, inapaswa kusemeka. Na sasa kama watu hawasikie, ni kusema hawana tena sababu, hawatakuwa walikamata hii onyo kwa makini. Kwa maana mnaona inasemeka kuhusu siku ya Bwana, na kama hipi hapa inasemeka hapa, maelezo yataonyeshwa hapa namna gani siku ya Bwana itakapopata mwanzo wake, na hivyo ndivyo tuliyasoma. Kwa maana siku ya Bwana inakuja na inakaribia, siku ya giza na ya weusi, siku ya wingu kubwa inakuja kama vile mapambazuko inavyotokea juu ya milima. Tazama, taifa ya watu wengi wenye nguvu, kama vile haijawahi kuwa mbele na kama vile haitakuwa baadaye ndani ya miaka itakayokuja au ya vizazi vingine. Yoeli 2 mstari wa kwanza na wa pili. Na hiyo ndugu Miller, na sisi wote tunajua neno la Mungu, tunajua hapa inasemeka pia kuhusu Gogi na Magogi. Ufunuo sura 20, wakati shetani atakapofungula kutoka gereza yake, wakati anaposemeka hapa katika mwendeleo wa vizazi au sehemu nyingine ya vizazi. Lakini turudi hapa kwa maneno yetu na kwa wakati wetu iliyokusanywa huko mahali pote katika ulimwengu, inatonyesha katika waraka gani kitendo chanaweza kuonekana hapa sasa hivi, na hiyo itafanyika hivyo kweli. Na kwa ajili ya hiyo pia tunakuwa na akili sana ili tuweze kujua kwamba ujumla wa Palestini hawatapumzika. Hiyo haiwezekani. Hiyo ndiyo vita takatifu itapata mwanzo wake.
hakutakuwa kupumzika katika eneo hiyo mpaka Mungu aweze kuumba pumziko na salama kwa namna yake. Lakini inayoonekana sasa kwa namna iliyo wazi ni kwamba sehemu ya mwisho sasa iko inaingizwa mbele ya macho yetu, na kama vile nimesha kusemeka na kuonyeshwa, na kisha tena wako wanaendelea kuamsha vita, na wanaambia wa vijana wa miaka 18 na 20, wale ambao wasiojua, wasiotaka hata vita, wanawaambia kwamba ala anakuangalia kwa neema kama unafanya hiki na kile, ya kwamba paradiso yako iko yako. Hiyo ndio naambia kwa watu, na hapo wanayafanya, na hiyo inaamsha vita na masumbufu katikati yao kwa kiwango hata watu wa ulimwengu mzima wanakuwa kama vile wanataka kutumika nao, hawataweza kufanya namna ingine. Itakuwa ni kitu cha kukazwa. Na sasa wakati ulimwengu utakapoanza kutenda au watakapowaza kwamba wanaleta mapigo kubwa, ndipo Mungu wetu atapiga naye. Naweza kuwasomea andiko ya yale ambayo Mungu atakayofanya tena. Sijifurahishe na yale ambayo watu wanayo sema au wanayofanya, lakini nafurahishwa na yale ambayo Mungu anaweza kushitukuza, na ataonyesha kwa wanadamu wote kwa ujumla kwamba hawana neno la mwisho, lakini yeye ndiye anayesema neno la mwisho ndani ya mbingu na duniani, juu ya Israeli na juu ya mataifa. Ezekieli 38, Ezekieli 38 kwanza kwa mstari wa 22. Ezekieli 38 mstari wa 22. Na nitamhukumu kwa tauni na damu, na nitamnyeshea mvua yeye na makundi yake na watu wengi walio pamoja naye, mvua ya kugharikisha na mawe makubwa ya mvua, moto na kiberiti. Na nitajitukuza na kujitakasa na kujijulisha kwa macho ya mataifa mengi, nao watajua ya kama mimi ni Bwana. Ezekieli 38, 22 na 23. Ni hivyo Mungu atanyeshesha mvua na kiberiti kinachochanganywa na mawe ya mvua, na hapo itaweka mwisho iliyo mbaya juu ya mataifa hiyo makubwa ambao watakao kwenda kupigana na Israeli. Ili tuweze kuambadisha hiyo kwa namna iliyo wazi kwa Ufunuo sura 19. Nataka kusoma Ezekieli 39 kwanza kwa mstari wa 8 au wa 9. Sitaisoma, lakini inaandikwa kwamba watafanya moto kwa miaka 7 pamoja na silaha zitakazobaki, na inaandikwa kwenye mstari wa 10 na mstari wa 9 na mstari wa 10 ndani ya Ezekieli sura 39. Na kwenye mstari wa 12 imeandikwa kwamba watakuwa na miezi 7 wakizika nchi zao ili waweze kusafisha taifa. Inaweza kuanzia hasa itakuwa ni wafu ngapi watakaoweza kuzikwa, kama miezi 7 itakuwa ya lazima kwa ajili ya kuzika watu waliokufa. Sikutaka niweze kuwa pale wakati watakapozika, lakini kama nisha kusemeka, inaandikwa hivyo ndani ya neno la Mungu, na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Ninayasoma mstari 12 kama vile inavyoandikwa. Ezekieli 39 mstari wa 12. Na nyumba ya Israeli watawazika miezi 7 wapate kusafisha nchi yao. Mstari 17 inasema, nawe mwana wa mtu, Bwana Mungu anasema hivi, sema na ndege za kila namna na kwa kila nyama ya pori, mujikusanye pande zote kwa sadaka yangu ninayotoa kwa ajili yenu, hata sadaka kubwa juu ya milima ya Israeli, mule nyama na kunywa damu. Mutakula nyama yao walio hodari na kunywa damu ya wakubwa wa nchi. Ezekieli 39 mstari wa 17 na 18 na mengineyo na mengineyo. Ni kusema kutakuwa mengi ya kukula, na ndege za anga zitakula pale
kwa muda mfupi mpaka mazishi itakapofanyika, na watakula chakula ile. Lakini hiyo kitu moja inaandikwa ndani ya Ufunuo 19 ili mweze kujua kwamba hiyo itafika mbele ya kuwekwa ufalme wa miaka 1000, na hiyo ndani ya Ufunuo 19 kwa mstari 11. Hapa tunaonyeshwa namna gani Bwana anashuka kama vile mfalme wa falme kwa ajili ya kufanya vita ya mwisho. Na hapa kwenye mstari 17 inaandikwa, Ufunuo 19 mstari wa 17, nikaona malaika mmoja amesimama katika jua, akalia kwa sauti kubwa, akawaambia ndege zote wanaoruka katikati ya mbingu, kujeni mkutane kwa karamu ya Mungu aliye mkubwa, mpate kula nyama ya wafalme na nyama ya majemadari ya askari. Hiyo inaandikwa 100% katika Agano la Kale na Agano Jipya. Inaandikwa pia katika Wamitume na Manabii, ikionyesha kwa namna iliyo njema. Tuseme kwa kumalizia, ni kitu gani kinachohusika nyuma mchana kati huu? Ni kwamba tuweze kutambua kwamba kurudi kwa Yesu Kristo Bwana wetu imekaribia. Alitoa ahadi ndani ya Yohana 14, inaenda kuwatarishia mahali, na wakati kapo kwenda na kuwatarishia mahali, nitarudi kuwachukua pamoja nami. Yohana 14 mstari wa 2. Na wakati muda wa neema unafika mwisho wake, naye atarudi kuchukua walio wake nyumbani kwake, na takuwa sasa pamoja naye ndani ya utukufu wakati majanga atakapofika kwenye dunia hii. Kwa wakati huu tuko watu wanaozihakiwa, wanaochekelewa, wanaofanya kuwa bure, lakini kwa mwisho utakuwa wale watakao furahi na tutapata sehemu katika karamu pamoja na Bwana. Lakini katika wakati ule kutakuja hukumu ya hatari na kisha malipizi ya mwisho kwa waadui wote wa Mungu na ambao wadio waadui wa Israeli. Mtu aliye adui wa Israeli ni adui wa Mungu pia. Hakuna mtu anaweza kusema kwamba anapenda Mungu na kisha anachukia Israeli. Mtu kama yule anajidanganya. Mungu ni Mungu wa Israeli. Alichagua taifa lake. Mtu anayegusa taifa la Israeli anagusa kwenye mboni ya jicho lake. Ndivyo Bwana alisema ndani ya Zekaria 2:8. Na tunaweza kuyasema pia na kuyatamka kwa namna iliyo wazi sana. Na hivyo sasa Bwana alitupatia alama iliyo wazi kwa wakati wa mwisho pamoja na hii majanga zote, na sasa inawezekana kwamba mpaka sasa hiyo haijaweza kutugusa, lakini siku haijamalizika, na kwa mwisho wa dunia kuna njaa, kuna mafuriko, tetemeko ya dunia. Haiko mahali pote, hapa Salzburg, hapo Autriche, hapa Baviera, zinasambaza mahali pote katika dunia yote nzima. Mahali pote unaweza kusema kwamba andiko linatimilika mbele ya macho yetu. Paulo aliyaona kama vile andiko pia ndani ya Wathesalonika wa kwanza sura 5 mstari wa kwanza. Paulo alikuwa akitazama mwisho wa wakati na akaona yote ilikuwa katika usalama na katika utulivu. Haitakuwa tena vita, haitakuwa matetezi ya vita na hakuna njaa. Itakuwa ya lazima ni kwamba itakuwa ni watu watakaposema salama na utulivu, ndipo sasa uchungu utawangukia. Wathesalonike wa kwanza sura 5 mstari 3. Na wote wanatumika kwa ajili ya salama hiyo, na hiyo usalama ndio inahusika sasa kwa namna iliyo haraka sana. Kama vile nimesha kusema hapa sasa hivi, mambo hayo yanaharakisha. Weekend hii hao 12 tena wanakusanyika huko Roma ili waweze kuendelea kuweza kupanga mambo yote na kuamua namna gani hayo yote yatafanyika vizuri, pamoja na mabanki za Ulaya na ingine yote, na wote watapata sehemu ndani, wote watasonga mbele na wengine watarudi nyuma, na kwa mwisho wote pia nchi na wote watapata sehemu ndani, kwa sababu wote wako katika hii utawala wa Roma zamani, na hakuna mtu atakayepingana nao,
nao wanapaswa kushipata ndani. Watu wote wanaenda huko, wengine wanarudi, lakini wote wataingizwa ndani, kwa maana hiyo yote ni sehemu ya hayo. Tunafurahi kwa sababu tunaishi hayo, lakini pia kuweza kutambua kwamba ni katika wakati gani muda umesonga mbele sana, ni ya lazima sana. Na katika umoja huu kitu moja ni cha lazima sana, kwa sababu inahusu umoja wa dini chini ya kichwa cha mpinga Kristo. Inaomba kuisema kwa namna wazi kuhusu maneno haya na kuweza kukamata msimamo mzuri kwa ajili ya Kristo, kwa ajili yake na kwa ajili ya neno lake, na kujiweka kwa namna iliyo wazi kwa upande wa Bwana. Tusiweze kufuata kundi kubwa inayoweza kuwa kupendeza kama vile inavyokuwa kwa namna ya kuona nje, hapana, lakini tuweze kufuata njia ya kanisa la Bwana. Njia ya kanisa la Bwana ni njia nyembamba inayoongoza mpaka kwenye uzima, na sio njia pana inayoongoza mpaka maangamizi. Neno la agizo inayosema kwamba salama na utulivu, maneno haya yalikamata maana yake tangu siku za Gorbachev. Ziliweza kukamata maneno makubwa na ninaendelea tena kuyafanya, kama vile nisema katika Ulaya yote nzima ndani ya siku zilizopita na miezi iliyopita, tangu mwezi wa 10 na 11 na mwaka uliopita, kulifanyika mambo mengi sana. Watu wengi hawaweza kuamini kama hiyo ingeweza kuwezekana, lakini nawaambia kama Bwana anaweza kupatia miaka 2 au mwaka mmoja, sijui kama itakuwa namna gani, kama ni miaka 100, kama miaka 10 sijui, lakini tunataka kutazama nyuma na kusema kwamba tulikuwa tuwazie mambo haya yote ikifanyika haraka haraka mpaka Mungu aweze kulifunua na kushuhudia neno lake na kubariki taifa lake na kutimiza ahadi zake, ili nasi pia tuweze kusema siku moja kwamba neno la Mungu nalo lilitimilika ndani yetu. Haitoshi kuweza kusema kwamba linatimilika sasa kwa namna ya kisiasa na pamoja na Israeli na ndani ya ulimwengu. Ndiyo, itakuwa siku tunaweza kusema leo sasa neno la Mungu limetimilika kama vile kweli ndani yetu. Ndipo sasa tutaweza kushangilia na kutoa sauti ya furaha. Leo tunachunguza haya yote na huzuni kubwa. Inaumiza kuweza kuona namna gani mambo yote iko na watu wote wako nafuata njia ya maangamizi, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu tunaweza kuona na kuweza kuona hii mitumikio yote kwa nuru ya unabii wa Biblia, na kuweza kusema kama vile Petro alivyosema katika wakati ule, na kwamba tunashika sana neno la unabii. Petro wa pili sura 1 mstari wa 19. Na hivi sasa kunakuja onyo. Neno nasema kwamba ni vema mshike neno hili kama vile taa inayong'aa mahali pa giza. Neno lofunuliwa la Mungu limegeuka kuwa nuru kwenye njia yetu, limegeuka kuwa taa kwa miguu yetu. Tunashukuru Mungu wetu kwa ajili ya hiyo. Sasa kwa kumalizia onyo hii, kama kuna mtu fulani katikati yetu ambaye hata atakasia maisha yake kwa Bwana, anayewazia tena kama anaweza kuifanya au hapana, mwache neno hili liwaguse. Neno la Zaburi na neno la Waebrania. Leo kama mnasikia sauti yake, msifanye mioyo yenu kuwa migumu. Zaburi 85 mstari wa 7 na wa 8. Na Waebrania 4 mstari wa 7. Yesu alisema, kujeni kwangu ninyi wote mliochoka na kulemelewa, nitawapatia pumziko. Nitawapatia pumziko kwa ajili ya nafsi zenu. Na pia neno linasema kwamba situpe nje yule anayekuja kwangu. Leo tungali katika wakati wa neema. Leo tungali siku ya wokovu. Lakini ole ni kwa sababu siku hii inakaribia mwisho wake. Inakwisha. Na vile vile kama Mungu ni Mungu, alipanga mpango kwa ajili ya wanadamu, na kwamba tunaishi katika mwisho wa wakati wa neema, na vile vile siku ya wokovu itafika mwisho wake hapa karibu, na siku kubwa ya kuogopesha ya Bwana pamoja na hukumu yake itapiga kwenye dunia ya hii.
itafika kulingana na ushuda ya ujumla wa neno, kulingana na alama za wakati na utimilifu wa unabii wa Biblia ndani ya kizazi chetu. Na mtu aliye na masikio ya kusikia asikie yale ambayo Roho anaambia kanisa. Mtu anayetaka kupata maamuzi yake na kukamata maamuzi yake kwa ajili ya Bwana asikamate muda wa kuwaza, lakini aweze kushika hii heri ambayo Mungu anayotupatia kwa ajili ya kukamata maamuzi yetu yote. Masababu hazina maana mbele ya Mungu, lakini maamuzi wamoja wanaweza kusema, wa vijana wanaweza kusema, oh, tungali wa vijana sana, lakini na pia wale wazee wanaweza kusema kose tungali wakati. Mwingine anaweza kusema, oh, kwamba mbona nilioa, hata kwa sababu gani siwezi enda. Mwingine atasema, oh, ninunua shamba, nimeshurutishwa kwenda kwenye shamba. Mnajua Biblia, wote watafuta masababu, na Bwana akahuzunishwa, akakasirika sana, akatuma tena watumishi wake akiwaambia ujumbe huu kwamba mwende ndani ya mabarabara, kwenye manjia, katikati ya barabara kubwa, mualike, ni wakati sasa. Aliko ya mwisho imekwisha kutumwa sasa. Yule anayeitwa, anayesikia neno asiliache tena. Neno litadumu ndani mwake, ndani ya wale waliolisikia, kama vile mwito wa kiungu, na litawavuta mpaka waweze kuja kwa Bwana. Acha iweze kufanyika hiyo leo kwa neema. Amina. Tunasimama tena ingine kwa ajili ya maombi. Baba ni mbinguni, kwa moyo wote tunakushukuru kwa ajili ya siku hii. Tunakushukuru kwa ajili ya neno lako takatifu na la damani. Tunakushukuru kwa ajili ya maelezo, kwa ajili ya nuru, kwa ajili ya ufunuo wa Roho wako. Bwana mpendwa, iliyotuma tunapata neema mbele yako, na tunaomba kwa ajili ya wale wote walionyosha mikono yao. Bwana Mwokozi mpendwa, uwabariki, wasamehe, wapate, wapokee kama vile wavulana wachana wa Mungu, na pia wale wote ambao ulioita lakini ambao wakosa kupata bidii ya kuonyesha mikono yao, uwe wa kuwapendeza kwa sababu ya jina lako Bwana. Usiache mtu mmoja kupotea, o Bwana, lakini uokoe. Rehemu na upatie wokovu wakati wote neema ingali inaonekana, na siku ya wokovu ingali kuwa mbele ya siku kubwa ya kuogopesha ya Bwana iweze kuja. Mungu mwaminifu, tunakuja pia na mahitaji za maombi na mahitaji zote na zinazotamka hitaji ya mmoja mpaka mwingine. Wewe Bwana, tunakuomba pamoja, urehemu kila moja wetu, jibu maombi yetu na mahitaji zetu, usionyeshe mbele ya kiti cha neema. Jibu, shuhudia neno lako na ubariki taifa lako. Bwana mpendwa, tena nyingine mara moja tunakushukuru sote pamoja kwa ajili ya nyuma mchana kati huu. Tuliweza kukumbuka, o Mungu, ulitutangulia kutuambia tangu mwanzo, na uliandika tangu mwanzo ili tuweze kujua wakati hii itakapoanza kufika kwamba wakati umekaribia. Mungu mwaminifu, pokea shukurani zetu za kweli kwa ajili ya neno la unabii, kwa ajili ya mafundisho ya kweli na ufunuo ya mbinguni. Bwana, tunakushukuru pia kwa sababu ulituma mtumishi wako na mjumbe wako katika siku zetu kwa ajili ya kuvuta nia yetu juu ya mambo tofauti ambayo hatungeweza kujua na sisi wenyewe. Ushukuriwe ndiyo kwa ajili ya rehema yako, kwa ajili
ya kuonekana kwako yote ya neema yako. Na kusihi okoa wote, fungua, bariki wote kulingana na wingi wa neema yako, ndani ya jina takatifu la Yesu. Amina, amina.